kwa mema mengi. Nafikiri katika pitapita yako mitandao unaweza kuwa umeona ili sakata la bondia Hassan Mwakinyo kuweza kumdhuru ule kijana ambaye inasadikika alienda kuokota nazi kwa maelezo ya kijana, na watu wakawa wanasema inaweza kawa ni mwizi, wengine wanasema Mwakinyo tu ndo alifanya vile. Amekuwa akifanya vile mara nyingi kwa watu kutokana na comments za watu tofauti. Mwakinyo ni Muislamu, kwa kile ambacho amekifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani na akiwa kama kioo cha jamii. Kwanza lile tukio umelipokeaje na una kipi cha kulizungumzia lile tukio mara baada ya kutokea? Iko hivi, Uislamu hauruhusu kuchupa mipaka ya maisha yako wakati wowote, iwe ndani ya Ramadhani ama nje ya Ramadhani. Muda wowote ule Mwenyezi Mungu hataki mwanadamu achupe mipaka. Binafsi sitaki kulielezea kwa kina kwa sababu nasikia liko mahakamani. Kesi kisha kuwa mahakamani haitakiwi kuzungumzwa. Isipokuwa mambo ya kidini, kwa mujibu wa Uislamu ametumia nguvu kubwa kutoa hukumu kuliko ukubwa wa kosa. Sheria ya Kiislamu inamtaka mwizi akatwe mkono. Sheria ya Kiislamu inataka mwizi akatwe mkono. Lakini mwizi anayekatwa mkono ni yule aliyeuba bagia kwa sababu akale au mkate kwa sababu ana njaa. Sheria ya Kiislamu haiko hivyo. Yaani mwizi wa bagia na mkate aliyejistiri kwa chakula, huyo akatwi mkono. Huyo akatwi mkono. Mwizi anayekatwa mkono ni yule anayejitosheleza katika uchumi na maisha, kwa maana ana uwezo wa kupata chakula, anaweza kupata nguo, anaweza kupata kinywaji, anaweza kupata malazi, ana uwezo wa kujihudumia yale maisha ya kawaida yote anayapata. Huyu sheria inamtaka akatwe mkono akifanya wizi. Ndio sheria ya Kiislamu inavyotaka. Yaani kiufupi mtu ambaye ana mahitaji. Yaani mtu ambaye ana mahitaji yote ya kijamii anayapata, huyu akiiba anatakiwa akatwe mkono kwa sababu huyu anaibia tamaa. Lakini hukumu na sheria ya Kiislamu hairuhusu kumkata mtu mkono kama ametafuta kwa ajili ya chakula. Ameiba kwa sababu ya kustiri njaa, huyu akatwe mkono katika sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu inahimiza kwanza kuwatosheleza raia katika uchumi kabla ya hukumu kutumika. Ndio sheria ya Kiislamu inavyotaka. Uwatosheleze raia kiuchumi ili unapowaletea hukumu waishi ndani ya hukumu bila ya tashwishi za shida za kimaisha. Si nimeeleweka sasa? Jalia kaiba nazi 50. Jambo ambalo sitaki kuamini sana kwamba alienda kaiba nazi 50. Sema ameokota 6. Fanya kila nazi moja shilingi 10,000. Manake alichukua nazi za 60,000. Katika hali ya kawaida hawezi kuhukumiwa mtu wa nazi za 60,000. Huyu alikuwa anatafuta hela kula. Mwakinyo angekuwa kasoma dini, alitakiwa amsaidie pesa ili akakimu mahitaji yake, sio kumpiga. Mwakinyo angekuwa kasoma dini, angepaswa kumpa pesa, yani amuulize nini kilichomfanya aibe. Ametaka kuiba akavute bangi, ametaka kuiba akale. Baada ya kujitosheleza sababu iliyopelekea kuiba hizo nazi 6, ndio hatua ya nini kifanyike ingefuatwa. Sisi sote tunaibiwa. Sisi waajiri pia tunaibiwa hata maofisini. Unajua mfanyakazi wako kakuibia, lakini unataka kujiuliza kwanza, unafanya research kwa nini kaiba. Hukumu inakuja baada ya kusikilizwa. Mwakinyo ametumia nguvu kabla ya kumsikiliza yule kujua shida yake ni nini. Kwa hili katika Uislamu kateleza. Alipaswa kumpa nafasi. Lakini katika maisha pia kuna kucontrol hasira. Kila mtu ana uwezo wake wa kucontrol hasira. Na ndio maana Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anasema jasiri, mtu jasiri ni yule mwenye uwezo wa kucontrol hasira yake. Huyo ndio jasiri. Sayyidina Umar anasema hivyo.
sio yule wa kupigana. Jasiri anasema Umar ni yule mwenye uwezo wa kucontrol hasira yake. Yaani jitu limechokozwa, limetukanwa, nguvu za kupigana anazo, uwezo wa kupambana anao, alafu akaiambia nafsi, ya nafsi tubi, ewe nafsi tulia, tubu wewe, achana na hivi vitu, omba msamaha kwa matusi unayotukanwa, wewe ndio omba msamaha kwa matusi unayotukanwa. Ya Umar bin al-Khattabi radhiallahu ta'ala anhu anasema huyo ndo jasiri sasa. Kwa hiyo Mwakinyo kakosa ujasiri wa kucontrol hisia zake, licha ya kuwa jasiri wa kuvumilia ngumi. Sasa ujasiri yani yule nunda hapo anakuwa nunda, sio jasiri. Jasiri Umar anasema anayeweza control hisia. Naam.